nikaimalize kazi yake. Na ndio maana kwa msalabani alipotamka yametimia, kumbe kazi ndio hiyo, kufa ili watu wasife. Injili ya Yohana sura ya 4 aya 34. Ndugu zangu, tunaofahamu utendaji wa Kristo, sisi wa Kristo na wengine wote ambao wanapenda kujifunza hekima ya huyu mtumishi wa Mungu aliyepelekwa rasmi kutufungua macho, chakula chetu sisi wafuasi wa Yesu ni kuyatenda mapenzi yake aliyetuweka hapa duniani. Hilo ulifanyia kazi kweli kuliko mingine yote. Ndio amri ya kwanza ya Mungu hiyo, kuyatenda mapenzi yake aliyetuweka hapa duniani, yaani kumtii Mungu tulipo wazima. Tukifanya hivyo tuwapata mambo mawili makubwa. Tutadhihirisha upendo kwa Mungu, na pia tutadhihirisha utukufu wake ambao ameweka ndani mwetu, katuumba tulivyoumbwa, na ndio ufunguo wa kuingia kwenye uzima wa milele. Tumeyatenda yale ambayo tulitumwa kuyafanya, kumtanguliza Mungu katika yote na kutenda anayotaka tuyafanye kwenye maisha yetu binafsi na ya jumuiya. Mtume Paulo kwenye somo la kwanza anatufundisha hekima ya kuishi kwa faida. Sio kuishi tu, bali kuishi kwa faida. Ni kwa kuwekeza katika utumishi. Tuwekeze katika utumishi. Twaishi kwa faida kwa kutumika na kwa kutumikia, kwa kuwa hatukuumbwa ili tujitumikie binafsi. Na hapo ndio kuna changamoto ya maisha. Hatukuumbwa ili tujitumikie binafsi. Hapana. Kule sokoni kiangalia tunavyohangaika. Na mama anauza wanavyokuuza, na karanga huko na anauza nyanya, wanafanya nini, wanahangaika mapema, wafunga mizigo, nenda kwenye minada huko, baba anahangaika. Wanachohangaika ukiwauliza ni nini? Watoto wangu wapate chakula, wapate elimu. Wanahangaikia watoto wao. Wanahangaikia maendeleo ya nchi. Wanahangaikia usalama wa nchi. Sio kuitumikia binafsi. Tukisha ingia kwenye binafsi tunaharibu kila kitu. Ndio maana tukaambiwa anayependa kuwa mfuasi wangu ajikane nafsi yake. Asipojivua ubinafsi hata aweza mingine. Basi hatukuumbwa tujitumikie binafsi. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, tumekombolewa. Na kama tunakufa, twafa kwa Bwana. Thamani ya kifo cha mwenye haki iko katika mikono ya Bwana. Kwa hiyo maisha yetu tunayoyaishi Mungu anayaona. Mizani ya ukweli anayo yeye, hadanganywi wala hadanganyi. Twafa kwa Bwana, twaishi kwa Bwana. Umaarufu wetu ni katika kumtumikia Bwana, sio kumwasi na kufanya kufuru. Kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya nani? Tumsifu Yesu Kristo. Tu mali ya nani? Ya Bwana. Ya Bwana. Tumesikia historia fupi ya Padre Asenga. Suni zile refu Zile refu ni refu kweli. Maana zipo katika maisha ya watu wote aliowahudumia. Hizo hatuzipati. Basi hii fupi imekusanywa hapa, akachukua mambo hapa na pale, wakatuletea hapa. Sasa kwa muhtasari tu, alipewa zawadi ya kuishi kwa miaka 68. Hapo imefika hukumu wake, nukta, ameshapewa. Aliyotaka kuyafanya hatafanya tena. Aliyofanya ndio hayo tuliyosikia, na mengine mengi sana hatukuyasikia.
Ndani ya miaka hiyo alikuwa mtawa kwa miaka 44. Mtawa ni nani? Anayejifunga na Mungu kwa nadhiri za ufukara. Mungu ndiyo utajiri wake, usafi wa moyo, usafi kamili, ili aweze kuwa chombo cha utakatifu kwa wengine. Na utii, akinyenyekea anayoagizwa kufanya na Mungu na kanisa na shirika lake na wale anaowatumikia. Ndio ufunguo wa utumishi. Na kwa miaka 39 ya upadre amewekea alama pale na stola na kalisi. Sasa tujiulize, alipokuwa hai vitu hivyo na rozari alivitumiaje? Kwanza leo hata vitumia tena. Alivitumiaje alipokuwa anaweza kuvitumia? Misa alisalije? Rozari alisalije? Huduma kwanza stola alizitoaje? Hizo ni alama ambazo natuambia tupambane wakati tuko wazima, ili tukatoe hesabu nzuri inayoeleweka kwa uaminifu wetu. Kwa kipindi hicho cha miaka 68 katika nafasi za mtawa, padri, alipata nafasi ama fursa mbalimbali za kulea, kutoa malezi, sio tu kwa maneno bali kwa matendo, awe mfano kwa hao ambao anafundisha na kuwalea, ili wamtazame waone kweli anachotuambia kinatija, na hii ni mfano kama kichokoo cha kuonekana kwa hayo anayosema. Kufundisha, watu wanahitaji kufundishwa, watu mbalimbali. Hakuna mtu ambaye amesha fikia hali ambayo hafundishiki tena. Akishafikia hapo ndio anaanza kuoza. Tunafundishwa na Roho Mtakatifu akitumia watumishi wake mbalimbali, wazazi, viongozi, mambo ya kiroho na hata maendeleo. Alifundisha, tunasikia kwenye historia yake. Na pia kusimamia kama kiongozi, tunapewa kanuni, afuate kanuni hizo na ashirikishe wengine mambo yaende kwenye mafanikio. Lakini pia kufanya utume ugenini, kule ambako watu wanauliza huyu akatoka wapi, anaongea lugha tumuelewi. Amekaa Uingereza miaka 7 akihudumia kule. Nenda Uganda, misionari. Lakini ugenini, changamoto za kuwa mgeni ziko nyingi. Lakini amebaki mwaminifu. Na alikuwa paroko wa Salasala kwa miaka mingapi? 11. Mpaka alipoitwa na Mungu wake katika umilele. Hizo ni nafasi ambazo alipewa kama padri kwa maisha yake, kama mtawa, kama kiongozi, kama mlezi. Ni fursa mbalimbali ambazo tunapewa kwenye utumishi wetu. Ametuachia mfano wa utumishi. Mfano wa utumishi alitumwa shambani kwa Bwana kuyafanya mapenzi ya aliyempeleka na kumaliza kazi ya Mungu, kazi ya kanisa na kazi ya shirika. Tuko hapa kumpa heshima ya Kikristo kwa imani kwamba kazi aliyofanya ni kupotea bure. Amewekeza katika nini? Utumishi. Alitumika na kutumikia watu, akitolea muda wake, muda wa kuhangaika. Kama ni mlezi, unajua unaamka unafuatilia mienendo ya unaowalea kwa upendo, wanakuwa na mashaka, wanawapa moyo na matumaini. Katumia vipaji vyake, akaongeza elimu ili atumike vizuri zaidi bila uchoyo na kujibakiza. Amefanya hayo na ameyafanya kwa uwezo wake, kwa moyo na bidii, sio kwa mshahara wa fedha. Pana alishajikabidhi kuwa mtumishi wa Bwana katika wito wake. Basi naomba Mwenyezi Mungu apokee maisha hayo, nasi pia tutajirishe tuna ukarimu kujiachia mikononi mwa Mungu na kuyafanya atakayo kwenye miito yetu. Tunamshukuru Mungu kwa mifano aliyotuachia pale. Ametuachia mfano wa kuzingatia agizo la Yesu kwamba viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka.
Anatuambia iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Kama umesinzia hutamfungulia. Wewe uliyesinzia sasa hivi hutamfungulia. Utakoroma hapa hapa na utakushangaa wenzako. Kwa hiyo kuwa macho ni fadhila ya Kristo. Unasinzia kwenye wito wako. Unasinzia kwenye ibada. Unamtukuza Mungu katika kusinzia. Sasa itakuwa changamoto. Kwa ndugu zangu, Ukristo ni mwaliko wa kukesha. Tunao wajibu wa kukesha katika kuwajibika na majukumu yetu ya kila siku. Ndio maana yake. Kuwa macho, kukesha, tahadhari. Kufunga kiuno. Tukisema wale ambao hawajavaa mkanda wasimame, ina maana gani? Kufunga kiuno. Sasa hili ni kwa Wayahudi watumishi. Watumishi walivaa kanzu, tena refu kweli, inafurika mpaka miguu kabisa. Hiyo kanzu refu walikuwa na kamba. Wakati wa kufanya kazi ama wakati wa mchezo unaipandisha. Inakuwa saizi ya kukimbia ama kama saizi ya kufanya kazi shambani, unalegeza, unarekebisha iwe kwenye urefu ambao utakuruhusu kufanya unachokifanya. Ndio maana yake hiyo. Sasa kumbe walifupisha hiyo kanzu yao na kuikaza kiunoni kwa kamba. Ni maisha ya nidhamu. Unaongea na baba yako, mama yako, mdogo wako, jirani yako, kuna lugha tofauti, heshima tofauti. Ujitambue. Uko mbele ya Mungu au mbele ya kiongozi? Uko mbele ya nani? Kurekebisha mkao wako ili uweze kuelewa yanayotokea. Tunahimizwa tuwe tayari kufanya kazi ngumu. Ukristo sio jambo rahisi. Kufanya kazi ngumu ya mfululizo katika utumishi wa kila wito. Kila wito. Wanandoa watumikiane na kuwatumikia watoto wao kwa uaminifu. Na huu utumishi ni ule ambao unamsaidia unayemtumikia amuone Mungu katika unayofanyia. Kama kweli wanandoa mnapendana, mpelekane wapi? Mbinguni. Sio udanganyana kwenda kwenye njia nyingine. Huo sio upendo. Tumesema kwamba maisha yanayompendeza Mungu ni yale ambayo yanaongozwa na kumtii Mungu atakavyo. Sio kujisikia. Wawe kwa wakfu wakitumikiana katika jumuiya zao na kushirikiana kuwahudumia watu kwa upendo na kwa bidii kubwa. Maisha ya kawaida ili uishi maisha ujasiri. Sio kujificha huko. Unabebwa kama mzigo, hapana. Unajitoa kwa moyo wako wote ili uweze kusitawi katika majitoleo na utumishi. Taa ziwe zinawaka, ziangaze njia. Watu waone mifano iliyo sahihi na mizuri. Neema ya ubatizo iwe nguvu ya kutuongoza ili tusitembee gizani na kukanyaga haki za Mungu na haki za jirani. Ndugu zangu, wito wetu ni kuwa chumvi ya kukoleza dunia na kuganga jamii iishi katika uponyi, katika usitawi. Wito wetu ni kuwa mwanga wa ulimwengu. Ndio mshumaa pale, mshumaa Pasaka na waka pale. Mwanga wa Kristo. Ni huo watu washonye ubatizo na kupata kitambaa cheupe. Sasa maisha hayo ya kimungu yabebe katika maisha halisi. Hivyo tubariki jamii kwa maisha na kwa utume wetu. Tuongoze kwa mifano yetu ya haki na upendo wa kweli, kwa mafundisho ya neno la Mungu na mafundisho ya kanisa
na kuwa na mbinu za kukabili changamoto za uregevu dini ambayo leo hii umepokeleka sana. Watu wanaregea. Uregevu dini ni changamoto kubwa, na ushirikina pia na maovu mengine kama hayo. Tujitazame vizuri kwamba hivi tutakapokaa kwenye mizani tutajihukumu wenyewe, ama ni Mungu atatuhukumu, ama ni jirani zetu atatuhukumu. Yote ambayo yanatatiza wokovu wa watu tuyafanyie kazi, hasa wakati wa Kwaresma. Tuhakikishe kwamba tunatumia muda huu vizuri kujipanga vyema. Padre Asenga amerudi kwa Muumba wake. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa naye, na muombea huruma ya Mungu. Mungu apokee mahali pema mbinguni. Atuombee. Tumuombee utakaso na huruma ya Mungu ili apokelewe mbinguni mapema. Tumsindikize kwa sala zetu. Tumuombee misa na majitoleo mbalimbali, tukijiandaa pia kwa siku yetu itakapofika. Hatujui siku wala saa. Tuendeleze mazuri yaliyotuachia na tusichoke kutenda mema, kwani hayo yatashuhudia upendo wetu kwa Mungu na kwa jirani. Furaha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.